Kauli hizi za Wanu mtoto wa Samia, kauli ya Katambi na kauli hizi za Makonda zinaonyesha ni wazi kwamba watu hawa walipanga kuua maelfu ya Watanganyika au maelfu ya watu, na inaonyesha kwamba wana uhakika kwa sasa kwamba njia ya kuua itawapa insurance, itawapa guarantee ya kwamba watakuwa watakapotaka kuwa kwa miaka yao yote. Anyway, unaweza zingine ukasema sasa hizi kauli zimeingiaje hapa? Hebu utazisikiliza kauli, alafu nisikilize sana nitakavyochambua, utaziona zimeingiaje kwenye maana hii ninayoiongea. Hebu kwanza tumsikilize Wanu hapa. Msikilize Wanu. Wananchi wanapata shida sana wakati wa kuzikana, tukiwa tunachimba makaburi kidogo inakuwa shida kwa sababu ardhi ni ngumu. Wameomba mashine, tunaenda kununua mashine 3. Tunaenda kununua mashine 3 za kusaidia kuchimba wakati wa faradhi, ili wananchi wetu wasipate shida katika uchimbaji wa makaburi. Na mwenyewe anajua changamoto ambazo ziko hapa. Kwa hiyo amejitahidi, na kama alivyosema, hakuna sababu ya kumnyima kura hata moja Dr. Samia Suluhu Hassan. Kauli hii ya Wanu, najua wengi wetu tulitiwa nayo mashaka sana tangu iongee wakati ule, kwamba inaonekana watu hawa wanaua kwa makusudi na watakuja kuua wakati fulani idadi kubwa, na wameshaanza maandalizi katika vyote. Yani maendeleo ambayo wenyewe wanaona ni maendeleo ni kununua mashine za kuchimbia makaburi. Kimsingi sijui kama huko duniani kuna nchi inaweza ikawa na sera ya aina hiyo ikaitwa inaendelea au inatafuta maendeleo. Sijui, simfuatiliaji sana. Ninachojua maendeleo ambayo wanaotaka kuendelea, walioendelea sasa wanahangaika nayo ni kudhibiti aina yoyote ya kifo, aina yoyote. Yani mwanadamu, hata wakati fulani wapo waliobashiri kwamba kufikia 2030 itakuwa ipatikana suluhisho, watu wataacha kufa kabisa. Lakini wanaoitwa nchi zilizoendelea, walichofanikiwa, wamefanikiwa kudhibiti vifo kirahisi au vya mapema. Unaona kabisa ni vigumu sana kuona mtu amekufa kwenye jamii yao. Sisi kuna mtu maendeleo yake ambaye anajua kabisa watu inatakiwa sisi tuwe viongozi wenu, tuwe watawala wenu. Sisi tutawasaidia mashine za kuchimbia makaburi. Unajaribu kuona mashine za kuchimbia makaburi, inawezekana unasema ni maendeleo, lakini umeshapanga kuua watu wengi ambao hizo mashine zitafanya kazi ya haraka sana kuchimba makaburi na kuwafukia. Anyway, inawezekana ardhi ni ngumu, inawezekana ni mashine zilikuwa zinatolewa ahadi ni Zanzibar. Lakini nisome kwenye Biblia. Biblia ilitabiri kwa habari ya maendeleo ambayo nchi zinazoitwa zimeendelea zimepiga hatua kwenye hatua hiyo kwa kiasi kabisa. Zimepiga hatua, na sisi kuendelea ilikuwa tuone hiki kwamba kilikusudiwa kufikia hatua hii. Imeandikwa kusema, nami nitaufurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena, wala sauti ya kuomboleza. Hata kuwepo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakayewahi kufa
atakufa mwenye umri wa miaka 100, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Mtoto, yani mtu atakayewahi zaidi kufa, ambaye tutamwita mtoto mchanga, atawahi zaidi kufa, atakufa akiwa na miaka 100. Lakini hata mtu awe mwenye dhambi kiasi gani, miaka 100 atafikisha, lakini ataifikisha kwa taabu, atakuwa na laana. Ndugu, watu ambao wanaonekana kuendelea wanafikiri dunia maendeleo ni hayo. Mimi ni moja ya mtu ambaye ninayaona maendeleo yatakayokuja kuitwa maendeleo ni kudhibiti mtu kufa, kifo cha aina yoyote nachosema shetani ametoa, ambacho mimi kimsingi kwa utafiti wangu nimeshajua hakuna kifo shetani anatoa au Mungu anatoa. 100% vifo vyote ni wanadamu wanawaondoa wanadamu kwa njia nyingi ambazo leo hapa sitazifafanua. Pengine kwenye nchi zingine ni hasira ya Mungu, huwalipa hufanya kitu fulani ili washtuke kujua Mungu yuko. Sawa kina wanu, mimi nachojua hizi mashine zilikuwa zimetabiri kuua na pengine imebaki kuua tu, ndio njia ambayo imewahakikishia mutakuwa hapo. Alimadamu imebaki ni hiyo, nina uhakika ya kwamba itapatiwa jibu. Haitakuwa njia ya nyie kubaki kwenye nafasi hizo za kutesa na za kuumiza watu ambazo mnaziita ni uongozi. Baada ya hapo, nataka umsikilize Katambi na kauli yake unayoiona tu kabisa, aidha kijana akabadilika ni furu shetani, au hizi damu alizomwaga zimeshawatoa akili zote, kwa sababu sasa zinatembea kwenye macho, zinatembea kwenye fahamu. Ione hoja ambayo Katambi anaitoa ni hoja fulani za watu ambao wamekufa kiakili, wamekufa kabisa. Hebu siende mbali sana, msikilize Katambi, msikilize. Vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama na majeshi yetu tuyape likizo siku 7 hapa Tanzania. Likizo ya siku ngapi? Ayafumba macho, tufumbe macho wote. Siku 7 zinaanza. Siku ya kwanza hamna askari, siku ya pili hakuna askari, siku ya tatu hakuna askari. Unapata nini yani kwenye ukifumba macho? Unaona nini? Yani wezi, majambazi, wahalifu wote wanajua kabisa leo hakuna askari, goli liko wazi. Siku 7 kwamba Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan anaseme askari wote kwenye nchi hii nawapa likizo siku 7, na nyinyi mkiwa hata uraiani mmevaa uniform, nguo za kiraia, mseme hatujihusishi na kazi yoyote ya ulinzi wa nchi, na sisi tunakula bata kama wengine wanaomwagilia moyo. Nini kitatokea? Katambi anasema polisi wasipokuwepo wiki moja tu hali itakuwa mbaya, ila angekuwa ni mtu ambaye akili iko hai, angejua polisi hawatakiwi wawepo siku moja katika dunia inayoitwa imeendelea. Polisi hasa wa aina kama tulionao sisi kwenye nchi yetu wanatakiwa wasiwepo kuanzia leo, na kwamba nchi, dunia inaweza ikawa salama zaidi isipokuwa na polisi kabisa, hasa wa aina kama tulionao sisi kwenye nchi yetu ya Tanzania, ambao hata nikiongea hivi kinachowawasha ni kumwaga damu tu. Yani wanajiona waliofanya kweli ni mabaya, ila sio kwa kiwango cha nyie mwe mnayasema ni mabaya. Ni mabaya, ila kwa kiwango ambacho bado inatakiwa mwe mnawasifia au mkae kimya. Polisi wanatakiwa waondoke leo, waachishwe kazi leo, wasiwepo kwenye jamii leo, na wasiwepo kabisa. Angefahamu ya kwamba dunia, nchi inaweza ikawa salama zaidi isipokuwa na polisi,
isipokuwa na mahakama, isipokuwa na magereza. Hayo ndiyo maendeleo. Dunia ilikotoka huku nyuma iliendelea kuliko hapa. Watu waliishi kwa siku nyingi kwa usalama kuliko sasa. Vituo vya polisi na polisi walikuwa wachache sana, na nyuma kabisa, kule nyuma kabisa, nyuma hawakuwemo kabisa. Watu walifundishwa umuhimu wa kufanya vizuri na faida za kufanya vizuri na hasara ya kufanya vibaya. Hawa watu hawafanyi vizuri wakiwa na kitisho. Mtu hafanyi vizuri akiwa na kitisho cha kufungwa gerezani, akiwa na kitisho cha kupigwa risasi. Mtu anafanya vizuri kwa kuelewa umuhimu wa kufanya vizuri. Kama tungekuwa na kinachoitwa serikali ya wanadamu kamili, sio nyoka, sio mashetani, wangefanya kazi ya kuelimisha watu, kila mtu ajue sababu ya kufanya vizuri na faida za kufanya vizuri na hasara za kufanya vibaya. Mtu anaweza akaelewa na asifanye vibaya. Lakini shida ilipo ni kwamba wewe mwenyewe unayeitwa kiongozi ni mratibu na msimamizi wa ukatili na ubaya. Alafu uongozi ambao unaujua wewe ni kuweka mazingira magumu ya watu kuishi, ili wanapo survive walazimike kuiba, wajikute mawazo yametingana, wamebaka, wajikute wameua, wajikute. Alafu baada ya hapo unawawekea polisi, mahakama, magereza, unaishi una akili ya kutuliza mambo, wakati umetengeneza mwenyewe mazingira ya watu hao wahalifu, kwa sababu umewatinga kupitia mifumo yako ya TRA, mifumo yako ya halmashauri, ya jiji, ya wizara, ya polisi, ya magereza, ya mahakama. Umewatinga watu, kila akifanya haka amekosea kwa mujibu wa sheria hii, akafanya haka, huyu wa sheria hii ameshajua amekosea, amefanya haka, amefanya. Kwa mwisho wa siku mtu anajikuta ili ajinusuru, aibe, pengine ajirefreshi, azina mwanafunzi, abake, afanye hiki, hasira zimempanda, anaua hapa, anafanya. Unamwekea polisi, unamwekea mahakama, unamwekea magereza. Unapomfunga huyo, kuna mke wake, kuna watoto wake, kuna ndugu zake, wanaanza kuteseka, wanaanza kuumia, yani unavyoumisha kundi kubwa la watu, unaona umeleta suluhisho. Nadhani kwa sababu ya damu nyingi mnazokuwa mmemwaga, kwa sababu naamini huwezi ukaaminiwa kukaa sehemu fulani isipokuwa umejaribiwa eneo fulani la kikatili mno. Huwezi ukatumika kuwa muhuri wa kuidhinisha mabaya fulani, kwa sababu inawezekana watu kama kina Katambi wamewekwa hapo kwa sababu hana uwezo wa kuzuia ubaya wowote unaweza ukawa unafanyika. Kwa hiyo hapo kama kakivuli fulani kuna kenyewe lazima kajitutumue, na mimi nina roho mbaya, na mimi na roho mbaya, na mimi nashangilia, nafurahia sana watu wanapolia mauaji. Akili hayo ni mavi. Polisi wasipokuwepo, nchi zinazoonekana zimeendelea, ni vigumu sana kuona polisi mtaani. Ni vigumu sana kuona polisi. Watu sasa wana CCTV cameras, wanaangalia tu matukio. Kila mtu anashindwa kufanya jambo baya, anajua ninaonekana mahali, nimefungwa tu kamera kila mahali. Hata kama ni polisi wako kwenye chemba, wako ofisini, wanaangalia kila mmoja akapewa mtaa wake, angalia kama kuna rapsha fulani. Na zaidi ya yote, dunia ilikotoka, kila mmoja alikuwa mlinzi wa mwenzake, mwalimu wa mwenzake. Anyway, I have a dream. Mimi, ikiwa Mungu atapenda niishi kwa kulia kokote, inawezekana penda kuishi, huenda nitakuja kusababisha dunia hii nayoiota.
nchi hii ninayoiota, huenda nitakuja kusababisha, otherwise mi nitasema lugha ambayo itapelekea mulazimike kuniua. Kimsingi sina uadui, ningetamani niione dunia hii, lakini njia ya kuiona inawezekana ni lugha ambazo nyie mtaona mtu huyu ni wale wasiofaa kuwemo duniani, wanaondoa amani. Lakini I have a dream, na hisi kuna siku nitakuwa na nchi, nitaishi kwenye nchi, nitaona nchi, itakuwepo nchi, haitakuwa na polisi, haitakuwa na mahakama, haitakuwa na magereza, lakini pia haitakuwa na mtu anayelia, mtu anayeumia, mtu aliyepungukiwa chochote. I have a dream. Anyway, kitoka hapo, hebu tumwangalie ndugu Makonda. Huyu hata nisifafanue sana, naomba msikilize kwanza, uone kwa namna gani ambavyo inaonyesha kijana. Inawezekana kabisa mtu mmoja wahi kuniambia, Makonda sivyo alivyojipambanua kwenye jamii, na kutokea inshu yake ile ya sumu ile, na kwanza kulialia kanisani na mengineyo, na mpaka mchakato ulioitwa uchaguzi, namna ambavyo nilikuwa namuona Makonda ni kama kajihakikishia nafasi fulani, lazima atakuwa mahali fulani, na katika kuangalia unaona kabisa hawezi kujihakikishia hii, isipokuwa anaona kabisa ametoa mchango mkubwa wa yote haya yaliyofanyika. Anyway, amejiaminisha, na ni kama najua atafaulu, watu wajue ni mtu fulani mwema sana, lakini ameutoa wapi uhakika wa kuwa kwenye nafasi fulani? Anyway, hebu tuangalie haya maneno ambayo anayazungumza, alafu nikuchambulie kitu fulani, huenda utajua jamaa ni mwezeshaji mkubwa sana wa namna nyingi ambazo ikiwa hujaelewa leo, basi tutalia sana. Alafu jamaa atakuwa anapuliza kwa maneno ya kwenye Biblia, anapuliza kwa nyama, watu watakuwa nakula nyama, alafu wanaenda wanalia sana, wanapulizwa kwa maneno mazuri, kwa kilio cha kushuhudia kanisani. Msikilize kidogo hapa, alafu nitakuchambulia maneno haya. Kwa jimbo la Arusha ni marufuku kuonewa kwa sababu huna mtetezi. Naomba kurudia tena, ni marufuku kuonewa kwa sababu eti huna mtetezi. Mtetezi wako yupo, na tena yuko hai, na umempa kazi ya kufanya, atasimama kwa niaba yako. Wale mliozoea kudhulumu mkafikiri kwa kuwa Makonda ni mbunge tu hana sauti, na kukumbusha ina sauti kubwa, tena kubwa kuliko, na inafika kwenye kiti cha enzi. Wale mliozoea kukandamiza watu, wale mliozoea kuonea watu, miaka hii 5 ninawatangazia mnaenda likizo bila malipo. Ninakwenda kuweka wanasheria watakaosimama kutetea haki za Wanaarusha. Hautalipa hata 100, ewe mnyonge wa jiji la Arusha, na kama mahakamani tutakwenda pamoja na wewe mpaka haki yako ipatikane. Kuna maneno mengi kasema humo ndani. Acha nichambue tu mawili hivi. Jambo la kwanza anasema hakuna atakayeonewa. Jambo la pili anasema ataweka wanasheria mpaka haki ipatikane. Bwana huyu mtu kama ni mtu fulani ambaye anaonyesha ni katili
katili sana, ni moja kati ya watu wenye roho mbaya sana, ila ameifunika kwa namna fulani za ufundi sana. Sasa watu kama mimi ni watu tunaomulika penye giza, tunamulika penye kichaka cha aina yoyote cha moyo na kusema hapana, mtu huyu mfikirieni vizuri. Tuanze kwenye kauli yake, hakuna atakayeonewa. Kuna kuonewa kiasi gani kuliko zaidi ya mtu kuuawa? Hakuna atakayeonewa. Waliouawa wangapi sasa hivi ambao ndugu zao wameuawa, ameshawawekewa wanasheria, wanawasaidia kudai haki za ndugu zao, haki ya mili ya ndugu zao. Ikiwa mtu hawezi kudai haki ya watu kuishi, nyoka na shetani la kuzimu likikusaidia kudai mirathi, kudai nguruwe wako walioporwa, kudai kiwanja, huyo ni binadamu huyo. Makonda kama ataki watu waonewa, kuna kuonewa kunakopita uonevu wa aina yote kuliko kuonewa kwa mtu kuchukua uhai wa ndugu yako. Anazungumzia hayo ya watu walio Arusha hapo. Mbona ni kama kuna watu waliuawa sana Arusha hapo? Uhai wa watu si maendeleo, si kuonewa, ila kuna jambo la pili. Nitatengeneza wanasheria wataenda kudai kwenye mahakama zipi? Mifumo ya nchi imeshatengeneza mazingira, watu wanaoweza kusurvive ni wanaoweza kuonea watu, kuumiza watu. Wa kwanza wenu ni nyie, munaweza kuwa hapo kwa kuua watu idadi kubwa kiasi hiki, lakini ndo muna huruma. Mahakama ipi? Mahakama kama zimeshindwa mwendesha mashtaka wameshindwa kuform kesi za mlioua, mahakama ikashindwa kutumia mamlaka iliyonayo kwamba ione kuna matatizo, iitishe watu wote ambao wanalalamikia ndugu zao kuuawa. Mtu gani mwenye nguvu atamdhuru mtu? Mahakama itakunjua, mwendesha mashtaka ataweza kumdhibiti. Ameshindwaje kuwadhibiti mlioua? Lakini kweli maendeleo ni kuwepo watu, yani wewe umeleta maendeleo, ni kuwepo watu wanaolia, utawawekea wanasheria, au ni kuzuia kabisa, ni kuwa na mfumo unaozuia asiwepo anayemuumiza mtu? Anyway, nitaka tu kujulisha Makonda sio mwema kihivyo. Endeleeni kula nyama zake, aendelee kufanya hicho anachofanya, kwamba anaweza kuwasaulisha watu, na kupitia ya Makonda watu mnavyojaa kwenda kula nyama. Nimejua wanyama si wale tu wanaotuua wanadamu, sisi ni kama tumeshakuwa wanyama zaidi, yani unayesahau haraka kifo cha ndugu yako na unaona maisha yaendelee. Ni wanyama tu walikuwa naishi hivyo, lakini wanadamu kifo kilipotokea walilia na kusimamisha kila kitu mpaka wajue chanzo na wajue jinsi ya kudhibiti hali hii isijikatokea tena. Hapa mlipo ambao mnaenda kula nyama na kujaa kwa Makonda, sisi tumekuwa wanyama kabisa, na kwa mazingira haya tutegemee watu watakuwa wakatili sana, ili wawe kwenye nafasi watakazokuwa wanazitaka, kwa sababu wanajua wakishamaliza kuwaua watawapa nyama, watawapa maneno yanayoonekana mazuri, ila yagusi madhira ya uhai. Sisi akili sasa ni za wanyama kabisa, sababu mtu kama mimi hakuna kitu unaweza ukanipa.
nisidai uhai wa wanangu ambao wameuawa. Hakuna. Mimi nitadai mpaka siku na kufa. Mimi nitadai nikiwa nimekufa. Hata nikiwa nimekufa, mwe mnajua tu mimi niliko na dai kisasi cha Mungu, kama wale wa Ufunuo 6 mstari wa 9 kwamba naliona waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu wakidai kwamba hata lini utatupatia haki za ndugu zetu waliotuua, waliotukata kwa upanga, waliotudhurumu hai. Mimi sina maendeleo isipokuwa ijulikane cheo alichopata Said Hussein Mansour kuwa mtoto wangu, posho chochote alichopata walioua watoto wangu akina Sifa, mpaka nje nipate jibu kweli vilikuwa na thamani ya uhai kwa kiwango hicho. Nipate jibu la walioua Watanzania, Watanganyika tarehe 29, 30, 31 hasa na siku zingine zilizofuata na kabla ya hapo, waliopoteza akina Mdude, akina Polepole, akina Soka, akina Chaula, akina Elisha, waliompiga risasi binti yangu Maria Martha. Nije nipate jibu. Cheo walichokuwa nalinda, ajira waliokuwa nalinda, cheo walichokuwa nataka kupata, kweli kilikuwa na thamani zaidi ya uhai wa watu hao? Na kama sivyo, watu wa aina hiyo waliwahi kufanywa nini duniani na baada ya maisha hayo? Ongera uliyenielewa. Najua leo nimetumia muda mrefu sana, lakini kama sivyo, pia upande wa pili nataka tu ujue I have a dream. Najua kuna siku inawezekana nikiwa hai taishi maisha ambayo yatasababisha asiwepo mtu anayelia wala kuonewa, wala asiwepo maaskari wala magereza wala mahakama, na dunia na nchi ikawa salama nzuri kuliko wakati mwingine wote ambao nchi na dunia haikuwepo. Asanteni kwa kunisikiliza.